tabia mojawapo ya mtu mwenye haki. Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya kafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Tabia mojawapo ya mtu mwenye haki. Tunaposoma kwenye Mithali 24:16, maandiko yanasema kwamba mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali waovu hukwazwa na mabaya. Bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Hukwazwa na mabaya. Kwa Mithali hiyo 24:16 inajaribu kuonyesha tabia mojawapo ya mtu mwenye haki. Tabia mojawapo ya mtu ambaye anamwishia Mungu. Tabia ya mtu ambaye anamlingana Mungu. Anamlingana Mungu. Anamlingana Mungu. Na ni vema kujua kwamba kama wewe ni mwenye haki, vema hii tabia ambayo ni ya muhimu kwa mtu mwenye haki kuiendeleza ndani yako, kudevelop ndani yako. Asema mwenye haki, lakini mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Kwa hapa tunaona moja kwa moja kwamba tabia mojawapo ya mtu mwenye haki ni uvumilivu. Kwamba mwenye haki huanguka mara 7 akainuka, akaondoka tena. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba mwenye haki sio mtu wa kukata tamaa kiurahisi, sio mtu wa kuvunjika moyo kiurahisi. Kumbuka, unapookoka sio tiketi kwamba kila kitu kitakwenda vizuri. Utakutana na changamoto, utakutana na dhiki. Ndio maana maandiko yanasema kwenye Zaburi ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu humwokoa na hayo yote. Utakutana na vita wakati mwingine. Utakutana na vita. Sio siku zote mambo yataenda vile ambavyo ulikuwa unatarajia. Lakini yote hayo yanayokupata yanakutengeneza wewe bora zaidi. Yanakutengeneza uwe mzuri zaidi. Kwa sababu mwenye haki huanguka mara 7. Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, akainuka tena. Kwa moja ya tabia mtu mwenye haki ni mtu ambaye ni mvumilivu, ni mtu ambaye hakati tamaa kiurahisi, ni mtu ambaye havunjiki moyo kiurahisi. Na mwenye haki ni nani? Ni yule ambaye amempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Maana maandiko yanasema kwenye Wakorintho wa 2:5-21 kwamba yeye asiyejua dhambi alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Ili sisi tupate haki, ili sisi tuhesabiwe haki. Kwa kumwamini Yesu wewe unahesabiwa haki. Sio kwa matendo, kwa imani katika Kristo Yesu. Kwa imani katika Yesu wewe unahesabiwa haki. Sasa unapoingia kwenye kundi la wenye haki, tabia mojawapo ambayo inatakiwa iumbike ndani yako, tabia mojawapo ambayo inatakiwa itengenezeke ndani yako ni uvumilivu. Je, ni automatic? Sio automatic. Unabidi consciously udevelop tabia ya uvumilivu. Asa mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena, akaondoka tena. Kumbuka kwamba uvumilivu moja pia tuna roho. Watu waliofanikiwa kwenye eneo lolote ni watu ambao ni wavumilivu, ni watu ambao havunjiki moyo kiurahisi, ni watu ambao wakati tamaa kiurahisi. Ukiwa kwenye kundi la watu ambao wanavunjika moyo kiurahisi, wanakata tamaa kiurahisi, huwezi kutoboa, huwezi kufika kule unakotamani kufika. Maana kila eneo la maisha yetu linahitaji uvumilivu. Kuna mambo ambayo hayatatokea kwa wakati ambao unatamani yatokee, lakini unabidi uwe mvumilivu. Ibrahim, maandiko yanasema kwamba kwa uvumilivu alirithi ahadi. Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba atampa mtoto, atampa uzao akiwa na miaka 25, lakini aliipata hiyo ahadi akiwa na miaka 100. Kwa tafsiri nyingine maana alivumilia kwa muda wa miaka 25. Miaka 25. Sio kila ahadi ambayo Mungu ameahidi itatokea kwa wakati ambao wewe unatamani itokee. Na ndio maana mwenye haki lazima uwe mvumilivu. Usiwe ni mtu ambaye ni mwepesi wa kujiongeza. Usiwe ni mtu ambaye ni mwepesi wa kuikana imani kwa sababu ya magumu unayopitia, kwa sababu ya changamoto unazopitia. Unaanza kujiuliza maswali ya kitoto. Mungu uko wapi? Mungu alishasema kwamba nitakuwa pamoja na wewe kila uendako.
Nitakuwa pamoja nawe kila uendako. Na upendo wa Mungu kwetu haupimwi na yale tunayopitia. Haupimwi na yale tunayopitia. Kwa tabia mojawapo ya mwenye haki ni uvumilivu. Tunaposoma kwenye Mathayo 10:22, maandiko yanasema kwamba nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka, ndiye atakayefanikiwa, ndiye atakayetoboa. Atakayevumilia mpaka mwisho, atakayevumilia mpaka mwisho kwenye huduma, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayefanikiwa, atakayevumilia mpaka mwisho kwenye biashara ndiye atakayefanikiwa. Tabia mojawapo ya mtu mwenye haki ni uvumilivu. Tengeneza moyo wa uvumilivu. Develop roho ya uvumilivu ndani yako. Develop tabia ya uvumilivu ndani yako. Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akainuka tena. Haishi kuanguka. Akianguka habaki hapo chini, anainuka tena, anainuka tena, anainuka tena, anainuka tena. Maandiko kwenye Ayubu anasema kwamba ukianguka useme kwamba kuna kuinuka tena. Inuka tena. Usipotee moja kwa moja. Usirudi nyuma moja kwa moja. Changamoto zipo. Changamoto ziko. Lakini simama, piga vita vizuri vya imani. Paulo akasema nimevipiga vita vizuri vya imani. Imani nimeilinda, mwendo nimeuliza. Kuna mahali ambapo Mungu anataka ufike. Moyo wa uvumilivu na umpike ndani yako ili umalize mwendo. Ili ufike kule ambako Mungu alikuumbia ufike. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Roho ya uvumilivu na ingie ndani yako katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kukata tamaa, hiyo roho ya kuvunjika moyo ambayo adui ameachilia ndani yako ili usiweze kumaliza mwendo, ili usiweze kufika kule ambako Mungu amekuandalia ufike. Hiyo roho ya kukata tamaa na ing'oa katika jina la Nazareti hai. Roho ya uvumilivu na ingie ndani yako. Roho ya uvumilivu na ingie ndani yako. Yamkini ulikuwa umeanguka, pokea nguvu mpya kuanzia sasa katika jina la Yesu. Inuka kwa jina la Nazareti hai. Inuka katika jina la Nazareti hai. Inuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Roho ya uvumilivu na ingie ndani yako, na roho ya kukata tamaa iondoke ndani yako. Roho ya kukata tamaa iondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen. Mungu nakubariki. Kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Lakini pia kama umebarikiwa na mafundisho haya, washirikishe na wapenda. Washirikishe mafundisho unaowapenda ili na wenyewe pia uweze kubarikiwa kama wewe ulivyobarikiwa. Lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment, unaweza kulike, unaweza kucomment. Na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.